Mtazamaji lakini pia msikilizaji ambao unaendelea kufuatilia ushuhuda huu, nafikiri unajifunza vitu vingi sana kutoka kwa mtumishi wa Mungu Bishop Nyisak Yuda Chaula. Tumefahamu mengi kutoka amepelekwa kuzimu, Jehanam, na mengi sana ametueleza na tumepita katika hayo. Natamani sasa tuweze kutoka kuoneshwa maono hayo ya Jehanam mpaka kufika sasa mbinguni. Ilikuwaje safari ya wewe sasa kutoka kwenye maono haya ya kuzimu, Jehanam, mpaka kufika kwenye maono ya mbinguni? Okay, ndugu mtangazaji, nilipokuwa nimetolewa kwenye haya maono mengi ambayo Mungu alinionyesha, nikarudishwa kwenye mwili wangu. Niliporudishwa kwenye mwili wangu, nikawakuta ndugu zangu wamepigwa bumbuazi. Basi nikawasimulia nilikokuwa. Nikaenda kwa kiongozi wetu, kipindi hicho niko fellowship. Ndio. Nikamweleza nini ambacho nimeona. Akaniambia kwamba ni Mungu amekuonyesha, naomba useme na kanisa. Kwa sababu tulikuwa kwenye kongamano hilo la mkutano wa mwisho wa mwaka. Ndio. Nikawasimulia, baada ya kuwasimulia nikarudi kwenye chumba changu cha maombi tena. Kwa sababu bado tulikuwa tunapatana usiku kukaa kwenye maombi. Mama yangu akaja kaniomba kesho yake kwamba tuende shambani ukanisaidie kupanda. Ulikuwa mwezi wa 12. Ndio. Ukanisaidie kumalizia kupanda. Lakini leo hii najua ilikuwa ni mission ya Mungu, kwa sababu eneo lenyewe lilikuwa ndogo La kwenda kupanda. La kumalizia kupanda. Shamba lilianza kupandwa likamalizia. Sasa ni Mungu tu alitaka kuniondoa mazingira yale. Okay. Kwa sababu haya maono ya pili yalichukua muda mrefu. Kwa hiyo Mungu tu alitaka kuniondoa kwa njia ya mama kwamba twende shambani. Nadhani utakuwa unajaribu kuelewa maeneo yale ya watoto yatima kule. Yeah. Ndiko ambako mama yangu akiwa mzee wa kanisa alipewa, wakati lile shamba linatunzwa na kanisa hapa. Ndio. Wakapewa kulilinda. Kwa hiyo wazee wa kanisa wakagawanywa. Kwa hiyo na sisi tukawa kwenye maeneo yale. Kwa hiyo lile eneo mimi la historia yangu. Okay. Historia ya huu ujumbe. Ndio. Wa pili huu. Kwamba mama alipokuja kuniomba nikakubali, nikatoka kwenye chumba. Naye shambani. Nikatoka kwenye chumba cha maombi, nikaenda shambani. Nikawa namwambia mama ilivyokuwa hivi. Asante Mungu, mama yangu kipindi hicho sasa ameshamjua Mungu, ameshaokoka. Tulipofika shambani sasa, ndipo mimi nikawa nimesha jembe la kuchimba mashimo. Achimba mashimo vya kupanda. Mama anaweka mbegu. Muda hii ilikuwa ni asubuhi sasa. Na hapo mlikuwa ni wewe na mama? Mimi ni tu na mama. Hii ni asubuhi tu. Ilikuwa kama saa 2 tumefika hapo shambani. Ndipo ilipita kitu fulani kwenye mwili wangu. Yaani niliona, siwezi nikaeleza ni nini, lakini kuna kitu kilipita ambacho sio cha kawaida. Nikashtuka. Mama akaniuliza kwa Kikinga, Mbona kinza mwili? Mbona umeshtuka? Nikasema mama, kuna kitu sijui ninajionaje. Akaniambia endelea, tulime mara moja, tuwahi kwenye mkutano na wewe wahi kwenye maombi. Sasa nikiwa hapo sasa na nyanyua jembe sasa, sibishane na mama, ninyanyue niendelee kuchimba, ndio nikajikuta nimechukuliwa. Ndio. Nikajikuta niko kwenye nchi nyingine. Lakini huku sasa ni kwenye maono haya ndo nilionyeshwa sasa na duniani na mwili wangu ulivyo kuwa nimeuacha pale. Ndipo nagundua kwamba okay, kumbe safari hii ilikuwa ni ya kuuacha mwili kabisa. Okay. Nilikuwa nikiuacha mwili. Hayakuwa maono ya wazi. Maana kuna maono ya wazi na kuna maono ya kuuacha mwili kabisa. Kwa hiyo maana nilikuwa naonyeshwa mwili wangu pale na vitu vingine vyote nilikuwa nikiviona. Kwa hiyo namshukuru Mungu ya kwamba nilipokuwa nimeondoka sasa kwenye huo mwili, na ilikuwa ni mwezi wa 12. Mahindi hayaja kuwa. Kwa hiyo kila kinachoendelea watu wanaona. Si ni kipindi cha kupanda, ni ardhi tu. Na hapo shambani kwetu kulikuwa na kanjia kanapita. Kanagawa shamba. Wanapita. Mmoja wapo ni mzee wetu mmoja, mzee Mbwilo, aliona ili tukio. Aliliona huyo mzee Mbwilo, aliliona ili tukio. Nikiwa ni mwili wangu uko pale. Lakini sasa na yeye Mungu akamlimit. Maana akawa akimuuliza mama, anamwona mama hayaeleweki. Anajibu ovyo. Kama hana ufahamu wa kawaida. Akiangalia mimi kwangu hali ndio kama hivyo, mtoto ameondoka huyu. Sasa ngoja nikaweke mbegu, nikaweke majembe,
Halafu nirudi niende kumwambia mzee Chaula nyumbani. Ndio. Kwa hiyo sasa alipo njia lazima apite pale pale. Shamba lake lilikuwa miguuni kwetu. Ili anapita akifika usawa liliolala, akili na yeye inapotea. Inapotea, ajui alikuwa anaenda wapi, anajikuta amesimama pale anarudi shambani kwake. Na akumbuke alikuwa anataka kufanya kitu gani. Kwa hiyo akirudi kule akiona kuna ile mtoto Masai anaenda bado yuko pale. Ngoja niende kwa mzee Chaula. Kwa hiyo ulikuwa katika hali ambayo wao wanavyoeleza ulikuwa katika hali ambayo kama umezimia. Kifo. Kama umekufa kabisa. Ilikuwa ni hali ya kifo. Ndio maana akawa anashangaa, hii hali mbona huyu mama yuko hivi sasa, mama haeleweki. Toka hiyo asubuhi mpaka giza linaingia, mzee Mbwiro naye aliendelea shambani kwake. Kwa sababu wengine Mungu alizuia, lakini yeye aliona alikuwa anataka kwenda kutoa taarifa kwa baba. Maana yake ile jambo ningepelekwa mocho, aliweza ningefanya vitu gani. Lakini Mungu akunipeleka kule ili awe na nafasi na mimi. Kwa kutoka asubuhi hiyo mpaka hiyo jioni ilikuwa pale pale. Sio jioni, usiku. Mpaka usiku. Nilirudishwa usiku. Katika maono hayo sasa ambayo uliyaona ilikuwaje baada ya kufika huko? Nilipokuwa nimefika hapo, nikajikuta niko kwenye bonde moja kubwa. Uwanda. Tuseme uwanda. Una majani mazuri. Hakuna miti, hakuna nyumba, hakuna watu, hakuna ndege, hakuna nini. Lakini ni kuzuri. Hali ya hewa nzuri sana, nzuri mno. Nikaipenda. Nikaifurahia mno. Nikasema sasa yani nikawa radhi kukaa. Nikakaa lile eneo. Ile nakaa lile eneo ndo nikasikia mtu nyuma yangu akiniita. Ndio. Akasema, Nyisake, inuka tufuate. Kugeuka na kukuta ni watu ni malaika wawili. Ila wana mimi wakubwa, wana mili. Mmoja ameshika upanga unazunguka, unawaka kama moto. Ndio. Mwingine ameshika karatasi, amelishika hivi kwa marefu, amelikunja lakini. Sasa nikanyanyuka, sio ameniita, na walikuwa wanaongea, wakiwa na mimi wanaongea lugha ya Kiswahili. Tulipoenda sasa nikawaza, mbona hawa mimi siwajui majina yao? Mimi wananijua. Wao wanakutaja kwa majina. Nyisake, waliniita Nyisake. Mbona mimi siwajui? Nikasema, samahani, naomba niulize, kwani ninyi majina yenu ni akina nani? Ndipo aliyeshika karatasi akasema, mimi naitwa Gabriel. Na aliyekuwa ameshika, yani karatasi yale makubwa kama ya ujumbe hivi. Ndio. Na mwingine aliyekuwa ameshika upanga akasema, mimi naitwa Mikael. Kwa hiyo hao nikawa najua kwa zile ishara walizonazo mikono, lakini ma giant. Kwa hiyo nikawa najua huyu ni Mikael, huyu ni Gabriel. Metembea kidogo tu nikakuta kule mbele kuna mwanga mzuri. Mzuri kama kuna kitu mwanga unachipukia huko, mzuri mno. Nikaupenda, nikauliza ule mwanga ni mwanga, kuna nini kwetu tunakoenda, kunakotokea? Akaniambia ule mwanga unatoka kwenye mji wa Yerusalemu. Watakapokwenda kupumzika watakatifu baada ya dhiki nyingi duniani. Huku ndani nikasema, nikiingia sitakubali kurudi. Ukiingia kwenye huo mji. Kana kwamba hawajui mawazo yangu. Kana kwamba hawajui mawazo yangu, kumbe wanausoma moyo. Yaani nikasema nikiingia tu sitakubali kurudi. Tukafika mbele. Nilikutana na geti, kitu ambacho mwanzo nilikuwa sijui, lakini baadaye nilikuta geti moja kubwa. Mwanzo mwisho silioni, ila ni geti. Nakumbukaga Waluteri waliimbaga huu wimbo zamani na upendaga sana. Anasema, nasikia kuna mji mzuri, mji umejengwa mzuri sana. Anasema lango la mji ni imara, si mwanadamu aliyeujenga. Hilo lango akikaribia mwenye dhambi linajifunga lenyewe. Niliupenda sana, upenda ule mpaka leo. Ule mtunzi alikuwa rohoni. Lile geti lilikuwa linabadili kila aina za rangi. Linabadili rangi zingine hata sijui kuduniani, lakini nzuri. Na halijatengenezwa kwa mbao wala nini, ni vito vya thamani vitupu. Tuliposogea lile lango likajifungua. Lilipojifungua, kando ya lile lango nikuta kuna mtu mmoja ndani. Sasa Ndiyo. Kuna mtu amekaa mzuri mno, amekaa kwenye kiti, ana nywele zake ndefu amezibana nyuma, ziko zinang'aa kuliko dhahabu. Mwili wake, vazi lake ni pana, limetanda huku mbele, amejifunga mshipi kiunoni. Mzuri, yani ni mzuri. Yule mtu akatabasamu alipokuona. Alipotuona sasa sisi tunaingia pale, akatabasamu. Nilijikuta na furahia lile tabasamu. Najisahau hata niko wapi.
kiukweli alikuwa ni mtu mzuri sana, amekalia kile kiti na chenye kile kiti kinabadili kama yale mageti rangi. Ndipo pale akaanza kuongea na hawa malaika lugha ambayo mimi siijui. Okay. Akaongea lugha. Mimi sasa nikabaki kuangalia. Sasa sielewi hawa. Niwaache na lugha yao. Mimi nianze kwa nashangaa. Mbinguni kuzuri jamani. Mbinguni kuzuri. Mimi ndio maana namwambiaga shetani piga huwa garagaza. Atumie chochote kwangu hapa kwa yale niliyoyaona. Sirudi nyuma. Amen. Yaani atumie chochote. Sirudi nyuma. Amen. Hakuna lugha itakao nirudisha. Hakuna neno, hakuna tendo itakalo nirudisha. Amen. Ni mji mzuri. Mzuri. Umetengenezwa kwa madini matupu. Hakuna jua, hakuna mwezi. Hakuna mawingu. Hakuna baridi, hakuna joto. Yaani hali ya hewa ya kule ni ya hali ya tofauti kabisa. Kuzuri mno. Kuzuri mno. Mno. Sasa alipomaliza kuongea nao, ndipo akatupa mkono kama ishara ya kutusalimia. Huko anatabasamu lake. Sasa akatoka pale, nikawa naangalia uelekeo anaelekea wapi na wale malaika, na kawa nawafuata. Sasa kule hawatembei kama huku tunapotembea 1 2. Yaani kule ili kunyanyua mguu hivi, huko kwingine. Kipiga hatua moja. Yaani ukinyanyua mguu kama unaenda mahali huko kwingine. Kwa hiyo nikajua nimetoka ile eneo tuko sehemu nyingine. Nyingine kabisa. Na kwenye ni kuzuri mzuri, ila tulipelekwa kwenye jengo sasa. Jengo moja kubwa mno. Kubwa. Limetengenezwa kwa madini. Sasa ile madini mimi sio mtaalamu wa madini, hata sijuagi ni madini gani, ila yanang'aa kupita vioo. Yanang'aa kupita vioo. Na kulikuwa na viti vingi. Havina idadi. Vinabadili kila rangi. Sasa sikuona mtu kwenye lile jengo, isipokuwa kulikuwa na mwanga mzuri. Ndio. Yaani manukato mazuri. Sasa ile katika kuuliza ndo ananiambia kwamba hapa, nikasema huu mji umetengenezwa hivi ni kwa ajili gani? Yaani sijawahi ona mji kama huu. Pamoja na kutembea kwangu kwengi hivi, ya sijaona. Yaani hivi nazungukaga huko Marekani huko wapi, na hamna mji kama huu. Mji mzuri mno. Lakini nikaambia sasa hapa pametengenezwa kwa ajili gani? Akaniambia hapa bado pako kwenye matengenezo. Pamoja na uzuri wote uliouona. Hapajafikia viwango. Hapajafikia viwango vya panavyotakiwa pawe. Akaniambia nipo mahali ambapo ndio eneo ambalo litatumika kuwavika taji watakatifu. It means mpaka leo akina Paulo hawajavikwa taji. Okay. Wote watumishi kutoka huko Ibrahim hawajavikwa taji mpaka sasa. Wote hawajavikwa taji. Wanatungoja. Lile eneo linaendelea kuandaliwa. Linaandaliwa ni mahali ambapo watakatifu, ile siku yenyewe, siku ya siku ya kupewa tuzo, ndipo tukio litafanyika pale. Na ulibahatika kufikishwa eneo ambalo lina watu? Ilikuwaje, na je, kuna watu ambao uliwakuta eneo lile unaofahamu? Nilibahatika sehemu ya Paradiso. Okay. Kule nilisema Mangojeo. Ndio. Huku ni Paradiso. Kwa sababu bado, kumbuka, taji hawajapewa taji. Kwa eneo ambalo wanakuepo ni Paradiso. Hilo eneo ambalo nilikokwenda kuwakuta mimi. Watu hawa ambao wametolewa duniani, watakatifu wameshashinda. Ndio. Sasa wanatungojea tulioko duniani. Bado yani sehemu ya Paradiso wanatungojea. Kwa sababu hawawezi wakaingia, wakarithishwa, wakapewa taji wakati wengine bado wako wanapambana huku duniani. Labda watatokea wenye nguvu zaidi yao. Kwa hiyo taji atakiwa wapewe wote wakiwa wamemaliza. Ndipo wanajua sasa huyu anastahili taji aina gani. Kwa hiyo nao wanawekwa sehemu ni nzuri sana. Wale watu niwaona ni wengi. Wamevikwa mavazi marefu meupe, yanang'ara kupita jua. Wana sura moja. Hakuna mnene wala mwembamba. Hakuna bo mrefu wala mfupi. Mabonge hamna wala mwembamba. Wote wana mwili mmoja. Wamevaa mavazi mamoja. Ila niliona wamevaa wengine mkanda miwili, wengine mmoja. Sasa ndio nikasema, sasa ukiwaona hivi sura hii moja. Sasa mbona wamevaa miwili? Mwingine akasema hao
waliovaa miwili manake walivyokuwa duniani walikuwa ni wanawake. Hao waliovaa mmoja walivyokuwa duniani walikuwa ni wanaume. Lakini kwa kuwatazama huwezi kujua mwanamke au mwanaume. Hujui. Ndio unakuja kwenye Biblia inaposema wote ni mabibi harusi. Yeah. Kwa hiyo nikiwa pale ndio tulikuwa tunashangaa wale watu wanavyoimba. Mimi nashangaa, sio wale wanashangaa. Mimi wale watu wanaimba ndipo akatokea mtu huyu mmoja amevaa mikanda miwili. Ndio. Kwa maelekezo nikajua huyu alikuwa mdada. Kwa sababu umeshaelekezwa. Akaja. Sasa anapokuja kwa sura ile huwezi mjua. Ndipo sasa Mungu akaifunua sura yake ya duniani. Kumbe ni binti mmoja ambaye ni wa hapa pa Uyole na alikuwa ni ndugu yangu, dada yangu ameolewa kwa kaka yake. Na alikuwa ni mwanafunzi tu wa form 3 hapo Mbeya Day hapo. Lakini akafanikiwa kuondoka kwa ushindi. Ndio nikamkuta huyo binti akiwa hilo eneo la Paradiso. Akiwa yuko eneo hilo. Ilipojifunua, na yeye Nyisaki, umekuja? Nikamwambia ndio nimekuja. Akaniambia sasa duniani. Nikamwambia duniani matatizo. Akaniambia kweli matatizo, tazameni wenzenu. Tumevikwa mili mipya isiyoharibika, isiyopata shida. Akausifu mwili akasema mili yetu ya kwanza tumeiacha pale. Ndipo pale sasa. Hapo ndo niliona kimbembe. Niangalie pale ni wapi? Jamani unayenisikiliza. Mungu hafichu jambo. Amen. Mungu yuko kila mahali, yuko kila kona, yuko kila eneo. Nikakuta mji wa Uyole umevutwa. Na uona mji wa Uyole, yani umechomolewa mji wa Uyole. Unauona mji wa Uyole wote. Na hii mbona ni Uyole? Mungu akazungusha, mji ukazunguka. Na unakuta mashambani, masokoni, watu wako bize tu. Barabarani watu wako bize. Bize kila mtu na kazi yake. Unaiona Uyole. Uyole hapa. Yaani kana kwamba ukifanya hivi na unaweza ukamgusa mtu kichwani. Lakini Uyole watu wako bize, baadaye ndio ikazungushwa, nikaletewa makaburi. Tulikuwa tunaita Itoroha yale kule juu. Ndio. Makaburi ndiko alikolazwa mwili wake. Hii Itoroha hii. Alafu katikati ya makaburi yale Mungu akavuta kaburi moja. Ile Mungu vijana mnasema akalizoom kaburi moja. Nikaja hilo kaburi fulani bin fulani, msalaba wake. Maua kitenge yako hapo juu. Ndio majina ya yule binti. Ya yule huyu ambaye naongea naye hapo, ndio mwili wake uko pale wa kwanza. Akaniambia mwili wangu wa kwanza uko hapo. Hapo ndio na kweli katika taswira unayoiona pale ndipo ambapo alizikwa. Ndipo alipozikwa, yani msalaba kabisa, fulani bin fulani, tarehe hii kama tunavyozikaga watu. Na hapo makaburi akasema pale mili yetu ya kwanza tumeiacha pale. Tumevikwa mili mipya isiyoharibika. Ndipo yeye sasa akaniambia Mungu akageuza akavuta huku kwenye nimelala mimi sasa. Ndio najua ile ni shamba. Kule ni mashambani. Nikavutwa shamba letu na uona mwili wangu umelala pale. Sasa ule mwili sio huu. Yaani ni mwili mbaya. Yaani ngozi haieleweki, kenge si kenge. Unaoona sasa shambani. Nikiwa kule sasa ninapoona. Yaani chula si chula. Lakini ukiangalia unaona ni wewe. Mavazi yangu niliyovaa ni mimi, ila ngozi yani sijajua ni kwa uzuri ule niliokuwa kule naona basi akaniambia ule unamfahamu. Nikasema mimi simjui. Akasema ule ndio mwili wako. Nikatamani kulia. Akasema usilie, ule ndio mwili wako. Akaniambia ndio mwili unaowafanya wanadamu atengane na uso wa Mungu. Ule. Na mtu akisha kufa akasema ule mwili ndio unaoenda kulala pale kama tulivyolala sisi makaburini. Akasema huku napewa mwili mwingine kama unavyotuona. Akamleta mama. Akasema yule simjui, ila yeye analima sasa. Analima. Anaendelea kulima. Unajua mama alifanya kituko. Alimaliza kupanda eneo lake akaanza kulima maeneo ya majirani. Kwa sababu muda ulikuwa wa kulima lile eneo lake ilikuwa ni muda mchache sana. Ni kidogo. Kutokana na eneo ambalo lilibaki ulisema. Sasa nimeisha akili iliyoko ya kawaida ya kusema sasa nirudi nyumbani haipo. Imebaki tu akili ya kulima mpaka mimi nitakaporudishwa. Maana ndivyo alivyoniambia, akili yake tunayo sisi huko. Pale amebakishiwa akili ya kulima tu. Analima mashamba ya wengine. Lima kwenye mashamba ya watu. Utakaporudisha wewe ndipo atakaporudishwa na akili yake. Kumbe najua kwamba Mungu alikuwa anataka niwe na muda naye.
kisiwepo kitu ambacho kita. Kwa hiyo Mungu alituni akili ya mama, katuni akili ya Mbwilo. Hakuna kuondoka hapa. Wote tuliondoka usiku. Kwa hiyo niliongea nao. Watu nao wafahamu, nilimuona huyo dada, nikamwona mtumishi wa Mungu mmoja mchungaji, nikamwona mtumishi wa Mungu mmoja, watatu. Nilionyeshwa wa kutoka Uyole hii ambao wafahamu kabisa na maisha yao. Na wapi walikuwa wanaishi. Na makaburi yao yamezikwa wapi najua. Najua. Kwa mfano huyo hapa mmoja amezikwa kanisani kwake hapo Kibonde Nyasi. Lakini mwingine hawa wawili wamezikwa Itoro. Najua. Na maisha yao nilikuwa najua. Wakati umewaona watu hao, kuna wengine ambao uliwaona na ulikuwa unawafahamu, lakini wewe kwa mtazamo wako sasa hukudhani kwamba utawakuta kule? Manake wakiwa kwenye miili ile mpaka upewe neema wafunuliwe. Okay, ya kufunuliwa kuwatambua kwamba ni kina nani. Mpaka upewe neema ya kufunuliwa, maana uwezi kuwaona wakiwa kwenye ile miili yao ya utukufu walionayo. Ulibahatika kuzifahamu labda ratiba za wakiwa mahali pale, nini kinachokuwa kinaendelea wakiwa pale Paradiso, kwa sababu ni sehemu ambayo umesema kabla ya kufikia lile eneo ambalo linaandaliwa, ratiba zinazokuwa zinaendelea pale? Yaani ratiba yao hawanaga ratiba nyingine zaidi ya kumsifu tu Mungu. Okay. Yaani ratiba yao ni kumsifu Mungu tu iliyoko pale. Kwa sababu niliambiwa, nikawa nauliza sasa hii nyimbo wanamaliza lini? Mbona wimbo unaendelea? Si nimezoea za huku si dakika 5, 6, 4. Wimbo umeisha. Wimbo umeisha. Sasa tumekaa hapa tunahojiana na hawa dakika naona kama zinaenda. Wimbo akaniambia kwamba wimbo wa huko hatuimbi kama mnavyoimba duniani. Kwa hiyo wakati mnaendelea na yale mahojiano, wao wanaendelea kuimba. Na wanaimba wimbo unaonekana kama tuni ni ile ile. Yaani hauishi. Tuni ile ile. Yaani wakipunga mikono hivi. Wakiinama. Wanaimba. Wanaimba mno. Lakini uone wamebadilisha tuni hapo kama tuingie wimbo wa pili. Yaani ni kuimba non stop. Na katika maeneo tofauti tofauti ambayo umekuwa ukizunguka kuwaeleza ushuhuda huu, unakutana na changamoto zipi? Kwa sababu nimeona umezunguka maeneo mengi sana duniani na umekuwa ukiwaeleza ushuhuda huu wa Jehanamu lakini pia mbinguni. Changamoto zipi unakutana nazo ambazo wakati mwingine mwenyewe unasema hii inaniletea changamoto kueleza ushuhuda huu? Changamoto ni moja. Nayo inanipa uelewa wa kuwahurumia hawa watu, kwamba ni uelewa wao juu ya Mungu. Okay. Kwanza wanadai mtu hawezi akaenda kule akarudi. Ndio changamoto ya wengi. Mtu hawezi akaondoka duniani kwenye mwili huu akarudi. Nani aliyeenda akarudi? Hiyo ni changamoto kubwa, kwa sababu wanadhani Mungu ni mwanadamu. Okay. Yaani hilo tu, wanadhani Mungu ni mwanadamu. Yaani kama sisi mtu akifa ambavyo hatuna uwezo naye, akifa inakuwa ndo ameshaenda moja kwa moja. Hata madaktari mtu akifa hawana uwezo naye tena. Ndivyo wanavyodhani na Mungu ndivyo alivyo. Okay. Kwa hiyo wanasema kwamba haiwezekani mtu akaenda akarudi. Ndio hiyo kubwa mno. Ndio kubwa mno. Lakini la pili, wanalokuja kusema haiwezekani mambo haya unavyoyasema kwa uzito huu. Sisi tumeambiwa Mungu ana huruma. Tumeambiwa kwamba ni Mungu mwenye huruma. Kwa hiyo haiwezekani kabisa Mungu kuwachoma watu wake. Sasa wanasahau kwenye Biblia. Biblia inazungumza kitu gani? Na wapo wanaokufesi kabisa wanakuambia haiwezekani. Wengi tu. Anakuambia haiwezekani. Anakuambia haiwezekani. Kama Mungu yani Mungu anaanzeje kuwachoma watu wake? Wanasahau Sodoma na Gomora Mungu aliangamiza. Wanasahau Biblia inasema kwamba mbingu za sasa na nchi za sasa zimewekwa akiba kwa moto. Kwa hiyo mimi yote changamoto zao hizo najua kwamba ni kukuto kulielewa neno. Neno linasema nini? Na wengine wanadai kwamba sisi wachungaji wetu mbona hawajawahi kutuambia haya mambo. Sasa waambie wameonyeshwa wao. Sijui. Kwani mbona wachungaji wetu sisi hawajawahi kutuambia? Sisi hatujawahi, ukubwa wangu wote huu sijawahi sikia mimi mambo kama haya. Sasa Biblia unaoisoma, unasoma Biblia kweli? Biblia unaisoma? Unaielewa? Maana mimi nimeletwa sio kuanzisha kitu kipya, nathibitisha kile kilichomo ndani kwenye maandiko. Ya maandiko. Sasa maana yake yote inaonyesha ni kitu ambacho watu hawajui nini? Maandiko. Kuto kujua maandiko. Katika ushuhuda huu Bwana amejizalia maelfu kwa maelfu. Amen. Maelfu kwa maelfu. Amen. Ambao wamesimama na Mungu. Amen. Pande zote. Na wanaendelea kusikiliza.
Na wito wako sasa ni upi kwa wale ambao wanatutazama, lakini pia wengine wanatusikiliza? Ikiwa wewe Mungu alikupa neema na kuyaona maono haya, una kipi ambacho unaweza ukazungumza nao? Ushuhuda huu ni mrefu sana. Lakini ninachotamani kuongea na wewe unayenisikiliza, elewa mbingu ipo na jehanamu ipo, na kuna maisha baada ya kifo. Yako maisha baada ya kifo. Na haya maisha huyachagui baada ya kifo, unayachagua kabla ya kifo. Sio kwamba utafika mbinguni ndio utaambiwa chagua, kama zamani tulikuwa naambiwa ukifika utakwenda njia panda mbili, utaambiwa chagua kulia au kushoto, njia pana au nyembamba. No. Haya maisha unayachagua leo ukiwa hai hapa duniani. Yaani hii njia hii utakapoondoka ndio unaendelea kuipita hiyo mpaka kufika kule ulikokuwa naenda. Lakini pia nikusihi, mbinguni hawaingii walegevu. Amen. Kuna watu wameokoka ni walegevu, mbinguni hawaingii walegevu. Kwa hiyo usije ukajishangaa mbona mimi niliokoka mbinguni sijaingia. Ulegevu umekufanya uingie hapo. Mbingu ni ya wenye nguvu, ni watu mashupavu. Lakini nikwambie wazi kwamba maisha ya haya, toka nimeona haya maono na yale mateso yaliyoko kule milele na milele, sitamani miaka yako ya kuishi duniani 80 ikupotezee umilele. Yaani miaka 80 ya kuishi duniani, tena kuishi 80 tunasema wewe ni mzee. Sana. Leo hii mtu anakufa miaka 45. Mtu anakufa miaka 30. Miaka 30 ikupotezee miaka ya umilele na milele. Anasa za dunia zinapita na mambo yake yanapita. Amen. Lakini neno la Kristo halipiti. Amen. Na Biblia inasema kwamba wengi watatamani kuingia lakini wasiweze. Kwa hiyo jitahidi sasa kutafuta uso wa Mungu. Amen. Tuko kwenye changamoto kubwa sana ya tuseme kama biashara unasema kwamba soko huria la madhabahu. Tuko kwenye masoko huria ya madhabahu. Na hiki kitu kitawaponza watu wengi kwenda jehanamu. Ndio. Pamoja na masoko huria ya madhabahu, neno la Mungu halijawahi haribika. Amen. Hawa wengine watakuja watafute ili wapate pesa, ili wakusonge wewe wapate pesa. Alafu utakapokufa utajuana wewe. Ndio kama hivi tunasikia wengine, mimi sina shida na utakatifu wako, utajua wewe, mimi niletee pesa yako. Anasema kilichoko kwenye moyo wake. Yuko sawa, ndicho anachokisema. Sasa wewe hapo unaamua nini? Unachagua nini? Wenye dhambi mbinguni hawaingii. Wachafu mbinguni hawaingii. Wanaoingia ni waliofua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo. Amen. Hao ndio wanaoingia. Amen. Kwa hiyo fanya ufanyavyo, ujue wenye dhambi mbinguni hawaingii. Amen. Sio wanaosali, no. Sio wachungaji. Hivi ni vyeo tu. Ndio. Unakuta leo watu wanahangaika, haiwezekani mwanamke uwe bishop. Bishop ni cheo tu. Hii ni kazi. Biblia inasema hii ni kazi. Ni sawa na kusema dereva, anaweza kuwa ni mwanamke, ni mwanaume. Kama ni mwanaume. Ni kazi. Ni kazi. Biblia inazungumza uaskofu ni kazi. Leo hii tunasimama Samia ni kazi. Alikaa Magufuli ni mwanaume, leo amekaa Mama Samia ni kazi. Na kesho anaweza kaondoka akatafuta mtu mwingine ni kazi. Ni kazi. Kuna madaktari wa kiume na wa kike ni kazi. Lakini hivi vyote hivi havitusumbui kuingia mbinguni. Amen. Wala mimi sitaingia kwa hiki cheo, no. Hii ni kazi ambayo mwisho wa siku yake naachana nayo. Lakini kuna kitu ambacho natakiwa nikakipeleke mbinguni. Amen. Ni utakatifu wangu na nini nilifanya kuwaonyesha wengine njia. Amen. Kwa hiyo niseme kwamba nikusihi sana, tafuta mbingu. Pamoja na maisha yote, tutatafuta uchumi, tutatafuta ndoa, tutatafuta watoto, tutatafuta kila kitu. Usikose mbingu. Amen. Usikose mbingu. Kwa wale ambao watahitaji kujifunza mengi zaidi, kwa sababu sasa hivi kuna mahali ambapo Mungu pia amekuweka kumtumikia, kwa maana ya madhabahu ambayo unatumika ya Shalom Gospel and Deliverance. Wanaweza wakakupataje? Lakini pia madhabahu hii ya Shalom Gospel and Deliverance kwa mahali ambapo upo wewe ni wapi pia? Asante sana. Kwa sasa hivi Mungu ametuweka kutumika chini ya kivuli ambacho Mungu ametupatia. Amen. Kinaitwa Shalom Gospel and Deliverance. Manake ni injili ya amani na ukombozi. Amen. Napatikana, hii huduma inapatikana maeneo mengi. Ndio. Tanzania na nje ya Tanzania. Lakini mimi makao yangu makuu ni hapa Uyole. Mbeya, Tanzania. Amen. Na ndiko niliko. Na ukifika tu hapa Uyole,
namshukuru Mungu ya kwamba ukiuliza tu kwa bodaboda yoyote kwa Nyisa keka wapi, basi unaletwa. Ndiko ambako Mungu ametupatia kutumika. Lakini pamoja na kutumika hapa, bado naendelea kutumika kwenye injili za maeneo mbalimbali. Vijijini, mijini, ambako Mungu anatupeleka tunaenda kuwahubiria watu. Lakini hapa tunaendelea na huduma pia za kila namna, maombezi na huduma ya injili kama Mungu alivyotuwekea. Amen. Amen. Kwa wale ambao hawajawahi kubahatika kufika, najua wakifika wataona yale Mungu ametenda. Kwa kuhitimisha, tuhitimishe na hili moja kati ya mambo ambayo yaliwahi kutendeka pale Shalom Gospel and Deliverance Uyole Mbeya, katika madhabahu ambayo Mungu amekupa kuiongoza. Yule binti ambaye alitapika nyoka. Sijui alitapika, sijui alitokwa na nyoka, ilikuwaje? Yule binti alitokwa na nyoka kwa sababu alitoka Mtwara. Alikuwa anaishi kwenye kazi yake na alikuwa ni mtu amefungwa sana na kila kitu akiendi. Sasa akanifuatilia kwenye mtandao. Akawa ananipenda, mama mimi napenda uniombee. Siku moja akasema mama nimepata nafasi nakuja Mbeya, naomba uniombee. Basi nikamkaribisha kwa sababu wazazi wake asili ni Nonde, hapa pa Mbeya. Basi akaja kufanywa huduma. Amefanywa huduma siku ya kwanza, nguvu za giza zikalipuka. Siku ya pili akaja tena nguvu za giza, maana alifungwa sana. Siku ya tatu ilikuwa Jumapili. Sasa ilivyokuwa Jumapili akafanya huduma, amemaliza ibada, ili anaondoka, katoto kangu kadogo ka Elvis akamkimbilia. Huyu mtoto ndani yake ameweka huduma ndani. Akamwambia, dada, leo hii usiondoke, ubaki hapa hapa. Akamwambia, kwa nini? Akamwambia, wewe ubaki hapa, mama akuombee. Kweli akatile sauti akabaki. Na yeye alikuwa na mpango wa kutoka. Alikuwa anatoka getini ili aende. Kweli akalala. Siku ya Jumatatu kawaida huwa anakuepo muda mwingi, huwa anakuepo kwenye maombi. Nikawa na viongozi wangu hapa, nikaomba mwenyewe ndani, nikaingia kanisani. Sasa nimeingia kanisani, tukaanza kuomba, zile nguvu zikalipuka tena. Ile kulipuka tena, ile tunaendelea kuomba, tukawa na katibu wangu mwanzo na Elia. Tunaendelea kuomba. Akatamka neno. Ndio. Akasema, Nyisake unaua nyoka wangu. Nyisake umeua nyoka wangu. Umeua nyoka wangu Nyisake. Mimi nikajua ni kawaida, ni lugha za mapepo. Kwanza shetani mwenyewe ni joka. Nikamwambia, wewe nakujua wewe ni joka, shetani toka. Na kuua kweli. Tukaendelea kupambana. Sasa mimi nikawa nimetoka nje. Si nilikuwa nafuata nini? Nirudi ndani, kuna wakina mama wachache wakawa wameingia. Walikuwa kuja kwenye maombi yao. Ndio. Basi walipoona ile kazi tunaendelea, kawa yuko kwenye hali ambayo sio ya kawaida. Yule binti katika kuendelea kuomba analalamika, nyoka wangu. Umemuua nyoka wangu. Yule nyoka alitoka kwa njia ya haja ndogo. Nikakuta anatanua miguu namna hii. Amesimama, tumemshikilia sasa hivi. Sasa anatanua, mama wengine wakawa jaribu kumbana hii miguu. Unajua tunafungaga wakiwa mapepo masumbufu. Kwamba zile karusha mateke. Sasa ile wanataka kumbana hivi, nyoka huyo akatoka. Akawa ametoka huyo nyoka. Wakina mama wengine wakawa na kimbia, wamemwachia huyu. Sasa mimi nikamwambia hapana, Evaristo alikuwepo. Nikamwambia, hebu chukueni simu. Wakachukua simu, tukamchukua yule nyoka akiwa hai. Sasa huyu huko amedondoka, sasa naye anabingirika kama vile nyoka. Basi baadaye tukavunja, tukaharibu agano. Nyoka yuko hai. Nyoka kabisa kwa uhalisia. Vunja, haribu kila uharibifu wake wote, tukamchoma moto yule nyoka. Baada ya kumchoma moto, yule binti akafunguliwa. Manake walimfunga, alikuwa haolewi. Walimfunga, alikuwa yani sio kuolewa, hata mtu akumsemesha kama nakupenda. Na ni binti alikuwa vizuri, ana elimu nzuri, hakuna aliyekuwa anamsemesha. Miaka inaenda. Fungwa kabisa. Na manake hata katika kukemea alikuwa anasema hawezi kuolewa, hawezi kupata kazi, hawezi kupata mtoto, chochote hawezi kufanya kwa sababu tumemfunga. Na yalikuwa na jeuri kwa maana walijua ufungaji wake sio wa kitoto. Basi baada ya kuchoma ile nyoka, tulivyochoma yule nyoka, tukaendelea naye hapa. Nikamwambia, naomba ukae hapa ujifunze sasa neno la Kristo likae ndani. Kwa sababu wanaamini madhabahu zote zinahubiri
maneno ya Mungu, lakini kuna namna Mungu anaipa hii madhabahu neema. Amen. Neema zinatofautiana. Amen. Kwa hiyo nikamfundisha, tukakaa naye tukiwa hapa mwezi mmoja. Basi akapata mchumba. Wakati yuko hapo hapa akapata mchumba, na sio hapa Uyole. Huko Mtwara alikokuwa ametokea. Wakati alikuwa kule hawakumuona. Hayupo kule. Wakamuona. Kwa hiyo akapata kijana, wakaja akachumbiwa, akafunga harusi. Sasa hivi ni mjamzito. Amen. Tunamtukuza Mungu. Sasa hivi ni mjamzito. Amen. Iko siku kitaka kunikuunganisha, nitakuunganisha naye. Itakuwa vyema. Itakuwa vyema sana. Nitakuunganisha naye. Na hata hapa kama kwa sababu ya kipindi chetu kirefu. Lakini hata hapa ningeweza kumpigia, angeitika. Kama inawezekana, japo hata kwa sekunde kadhaa tumsikie. Kwa hiyo Mungu anatenda mambo makubwa sana. Amen. Kwa sababu shetani yupo kazini. Amen. Na madhabahu isipokuwa na moto wa Mungu, shetani anatawala sana. Amen. Atawatesa watu, kwa sababu kama huyu alikuwa kwenye madhabahu yake anayosali. Alikuwa kwenye madhabahu yake anayosali. Siwezi kusema kanisa gani. Lakini anaishi na mtu mwenye nyoka. Amen. Anaishi na mtu mwenye nyoka ndani. Kwa hiyo namshukuru Mungu, ni binti mmoja mzuri sasa. Anaendelea kumtumikia Mungu huko na mume wake. Maisha yanaendelea na anategemea kupata mtoto muda wowote. Amen. Yule ambaye walisema kwamba hawezi kupata mume. Kumbe mtu amekaa na lijoka limo humo ndani. Liko ndani ya mwili wake. Lijoka limo humo ndani yani unajua watu wanashindwa kuelewa. Shetani ni zaidi ya sayansi. Utendaji wa shetani ni zaidi ya sayansi. Maana sayansi hawezi kubaliana na haya. Ni kweli. Lakini shetani ni zaidi ya sayansi. Na ndio maana anaweza katengeneza akamloga mtu hapa. Patikani kwa sasa. Oh no. Napatikani. Tutamtafuta wakati mwingine. Amen. Mungu akubariki sana, tumekuwa na wakati mzuri. Natamani yule ambaye pia ameweza kukufuatilia, ukimpatia mawasiliano yako pia kwa ajili ya huduma, maombezi na ushauri katika mambo mbalimbali, aweze kukupata katika namba hiyo. Asante. Mawasiliano yangu ni namba moja tu, ni 0755 15 71 20. Amen. 0755 15 71 20. Na hata kama kuna mwingine anayetamani kusapoti huduma hii kwa sadaka yake, anaweza katuma pesa yake kwa M-Pesa kwa namba hiyo hiyo. Amen. Yanakuja majina ni Nyisake Chaula. Okay. Amen. Ubarikiwe sana, nakushukuru sana kwa wakati wako. Amen. Mtazamaji, tuseme asante sana kwa wewe ambao umetufuatilia, umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo mpaka mwisho. Lakini yote katika yote, mimi niseme tu usiache kusapoti kazi ya Mungu. Kama ambavyo mtumishi wa Mungu Bishop Nyisake Yuda Chaula ameweza kusema na kuhitimisha, nami niweze kukutajia tena mawasiliano ambayo unaweza kuwasiliana naye. Lakini pia unaweza kutumia namba hiyo kwa ajili ya kusapoti kazi ya Mungu kwa sadaka yako. Namba yake ni 0755 15 71 20. Yani 0755 15 71 20. Utakapompigia utampata, lakini pia utakapotuma sadaka yako italeta majina Nyisake Chaula. Nikushukuru sana kwa muda wako, kwa kuwa pamoja nasi. Endelea kuwa pamoja nasi kwa mengi zaidi. Mungu akubariki sana. Mimi naitwa Fidia Tinga, na nyuma ya kamera ilikuwa ni studio bora kabisa, 4K studio. Wamefanya kazi nzuri. Barikiwe sana. Amen. 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 Barikiwe sana. Amen. Amen.